Jiji la El Fasher ambalo limekuwa ngome ya mwisho ya jeshi la Sudan magharibi mwa nchi limeangukia mikononi mwa wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa miezi 18. Hatua hiyo imezua hofu kubwa ya mauaji ya kimbari, ukiukwaji wa haki za binadamu na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu uliokuwa tayari umeshika kasi katika eneo la Darfur. Ushahidi wa video unaoenezwa mitandaoni unaonyesha wapiganaji wa RSF wakisherehekea katika makao makuu ya jeshi la Sudan ya Division ya 6 yaliyoko karibu na jumba kuu la serikali katikati ya El Fasher. Picha zilizothibitishwa na watafiti wa BBC Verify zinaonyesha majengo muhimu kama msikiti wa Sultan Ali Dinar yakiwa nyuma ya wanamgambo, ishara ya wazi kwamba mji huo uko chini ya udhibiti wa RSF. Mashirika ya kibinadamu yameonya kuhusu mauaji, ubakaji na mateso yanayotekelezwa dhidi ya raia waliokwama katika mji huo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeelezea hali hiyo kuwa ya kutisha na isiyowahi kushuhudiwa katika historia ya Darfur. Zaidi ya watu 26,000 wamewasili katika mji jirani wa Tawila ndani ya wiki moja, wengi wao wakiwa wamechoka, wamejeruhiwa na wamedhoofika kutokana na utapiamlo na safari ndefu ya mateso. Watoto wadogo ndio walioathirika zaidi. Kati ya watoto 165 waliochunguzwa na madaktari wa Medicines Sans Frontiers MSF, asilimia 75 walionekana kudhoofika kiafya, huku robo yao wakiwa katika hali hatarishi kabisa. Kwa mujibu wa ripoti za Umoja wa Mataifa, raia waliokwama ndani ya El Fasher wanazuia kuondoka, huku wengine wakilazimika kutembea kwa siku 7 kufika katika kambi za msaada. Wengi wao wanaripotiwa kuwa wamepigwa risasi wakiwa njiani au kuuawa na wanamgambo kwa sababu zisizoeleweka. Taasisi ya Yale Humanitarian Research Lab nchini Marekani imebaini ushahidi wa mauaji ya kimbari katika maeneo ya jirani na hospitali ya Saudi Hospital mjini El Fasher. Picha za satellite zinaonyesha rundo la miili ya watu waliouawa kwa risasi na alama za damu ardhini. Watafiti wanasema matukio haya yanadhibitisha operesheni za mauaji nyumba kwa nyumba zinazolenga jamii fulani za kikabila. Umoja wa Mataifa umeendelea kusisitiza kuwa pande zote mbili, jeshi la Sudan na RSF, zimehusika katika uhalifu wa kivita, ikiwemo mashambulizi dhidi ya vituo vya afya, kambi za wakimbizi na miundombinu ya chakula na maji. Marekani kwa upande wake imeishutumu RSF kwa kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya jamii zisizo za Waarabu katika Darfur. Wakazi waliotoroka mji huo wameelezea hali ya kutisha walizopitia. Wengine walisema walilazimika kutembea kwa miguu wakiwa na majeraha, bila chakula wala madaktari. Wengine walisema walipoteza mawasiliano kabisa na familia zao kwa zaidi ya siku 24, huku mitandao yote ikikatwa na wanamgambo wa RSF. Wanawake waliofanikiwa kufika maeneo salama wamesema hawana taarifa za wapendwa wao waliobaki ndani ya mji huo. Wengine wameomba dunia iingilie kati kabla hali haijawa janga la kibinadamu lisiloweza kudhibitiwa. El Fasher ni mji mkuu wa Darfur Kaskazini, eneo lenye ukubwa unaolingana na taifa la Ufaransa, takriban kilomita 800 magharibi mwa Khartoum. Mji huu ulikuwa kitovu cha biashara na mlango wa misaada kutoka Port Sudan kuelekea maeneo yote ya Darfur. Ulikuwa pia makao makuu ya ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa UNAMID kuanzia mwaka 2008 kabla ya kuvunjwa mwaka 2020. Tangu hapo, RSF ilianza kuimarisha kambi zake kuzunguka mji huo, ikiufunga kwa zaidi ya mwaka mmoja. Mgogoro wa Sudan ulianza Aprili mwaka 2023 baada ya mvutano wa madaraka kati ya jeshi la taifa linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na RSF chini ya Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemeti. Tangu hapo, zaidi ya watu 150,000 wamepoteza maisha na takriban milioni 14 kulazimika kuyahama makazi yao. Licha ya majaribio kadhaa ya mazungumzo ya amani nchini Saudi Arabia na Bahrain, pande zote mbili zimekataa kukubali kusitisha mapigano. Mashirika ya kimataifa yameshutumu jamii ya kimataifa kwa kutojali mgogoro huu, huku misaada ya kibinadamu ikipunguzwa kufuatia uamuzi wa utawala wa Marekani chini ya Donald Trump kupunguza ufadhili kwa Sudan. Kwa sasa, RSF inadhibiti majimbo yote 5 ya Darfur na sehemu kubwa ya Kordofan. Tangu Julai mwaka huu, imeanzisha serikali sambamba inayojitawala kutoka Nyala, hatua inayoongeza hofu kwamba Sudan inaweza kugawanyika tena kama ilivyotokea mwaka 2011 wakati Sudan Kusini ilipojitenga. Wachambuzi wa masuala ya Afrika wanasema kuanguka kwa El Fasher ni hatua muhimu katika vita hii na huenda ikawa mwanzo wa sura mpya ya mgawanyiko wa kisiasa na kikabila nchini Sudan. Mapigano haya yameacha majeraha makubwa kwa taifa ambalo lilikuwa na matumaini ya amani baada ya miongo ya migogoro. Dunia sasa inatazama kwa hofu, huku raia wa kawaida wakibeba mzigo wa vita visivyokuwa vyao, wakiwa wamesalia bila chakula, maji wala matumaini.